Na katika Biblia kuna mahali ambako kuna watu waliimba katika Biblia, ama hakuna wimbo wote ulioimbwa katika Biblia? Katika Biblia nyimbo ni nyingi. Mji wa Yeriko ulianguka baada ya nyimbo. Na tutakapokuwa tukiingia katika nchi mpya pia tutaingia kwa wimbo. Kwa hivyo wimbo hakuna mahali unaondoka katika Injili, na kuna wengine walisikiliza wimbo. Watu kama Mfalme Sauli hivi alikuwa anasikiliza nyimbo wakati kichwa chake kilikuwa kinaenda ni kama anakuwa na kichaa, lakini akisikiliza nyimbo kutoka kwa Daudi roho inatulia. Kwa hivyo tunaamini roho zimetulia. Waliokuwa na mawazo magumu kwa sababu ya ugumu wa maisha pia nao pia wameweza kusikia ujumbe na roho zao zimetulia, na wamemkaribia Mungu zaidi ya jinsi walivyokuwa kabla ya kuingia hapa. Yeah. Nawe kama mchungaji, nimejua wakati mnamalizia mkutano lazima mnachinja mbuzi, labda mnamalizia mkia ama namna gani? Na kwa hivyo ama si kwa sasa katika kanisa hili sana sana hatuna hiyo sherehe. Letu la muhimu ni kuhakikisha ya kwamba ujumbe umefika, watu wameelewa injili hii ya Kiadventista, lakini baadaye kama kamati ya mipango hii itaweza kuketi chini na kukadiria mambo jinsi yalivyokuwa. Sherehe ni baadaye. Sherehe kuu ni mbinguni. Asante sana kwa kuweza kuzungumza na Mbarikiwa Media. Kila ambacho nakusii kwamba baba uweze kuwa na wakati mwema. Asante sana, nashukuru. Nanyi Mbarikiwa Media pia muendelee kubarikiwa zaidi. Mungu awe nanyi.